kuna roho imetawala katika makanisa mengi sana ya kiroho kwa upande wa Wakristo, roho ya kuwatoa watu makanisani na kuwapeleka makanisa mengine, roho inayowatenganisha watu na upendo wa Bwana. Hiyo roho imekuwa maarufu sasa, na watumishi wa Mungu hamkemei katika hilo. Yaani unakuta mpendwa katika Bwana, mlokole aliyeokoka anamkiri Bwana Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, yaani mpaka mwaka unapinduka amehama makanisa mawili mpaka matatu. Yaani yeye kila mwaka, kila baada ya miaka fulani anahama makanisa, yaani sijui mpaka Yesu anarudi. Atakukuta huko upo kanisa gani ndugu yangu? Yaani mpaka Bwana mwenye nguvu anarudi duniani kwenye kwa kanisa, sio atakukuta kanisa gani? Kwa sababu kila baada ya muda fulani unahama kanisa, kila baada ya muda fulani unahama kanisa. Yaani umekuwa ni mgeni mpya kila kanisa. Wageni nyanyukeni, mchungaji anasimama mbele anasema wageni waliokuja si wale, na wewe umo kila kanisa, wewe ni mgeni mpya. Kila baada ya muda fulani wewe ni mgeni mpya. Na unajiita ni mlokole aliyeokoka ambao namkiri Bwana kwa ni Mwokozi wa maisha yako. Hilo wingu limeingia katika makanisa mengi sana. Sasa limekuwa limekuwa too much. Unakuta mtu ameokoka leo, baada ya mwaka kashakimbia, baada ya mwaka kashakimbia. Sasa unashangaa, anaamini kwamba ni kwa ajili labda ya ujanja au ni kwa ajili ya akili zake, anaona ni sahihi sana kufanya hicho kitu, lakini ajui kama ana hatari zaidi kuliko atanavyofikiri. Kutoka kanisa hili la kiroho na kwenda kanisa tena jingine, yote ni makanisa ya kweli, lakini utakiwa kuhama madhabahu. Ndugu yangu mpendwa, ukimuuliza kwa nini umehama katika hili kanisa na umeenda hili kanisa, yaani umehama kanisa hili na umeenda hili, kwa nini umehama ndugu yangu mpendwa, na wakati yote makanisa yanahubiri injili ya kweli? Kwa nini? Atakacho kujibu anakwambia ni makwazo, anakwambia nimekwazwa, anakwambia nilikwazwa na mchungaji, nilikwazwa na mama mchungaji, nilikwazwa na mzee wa kanisa, nilikwazwa na mshirika mwenzangu. Sasa unamuuliza ndugu yangu, kweli wewe unampenda Bwana Mungu unayemtumikia? Unamfahamu? Na kama unamfahamu, kwa nini kuna kitu kinakutenga na upendo wa Mungu? Bwana anauliza, ni kipi kitakutenganisha na upendo wa Bwana? Kipi kitakutenganisha na upendo wa Mungu? Wewe unatenganishwa na upendo wa Mungu kwa ajili ya makwazo. Na ni Mkristo, unajiita nini Mkristo niliyeokoka na unatarajia kuingia mbinguni na unasubiri unyakuo na unahubiri kwamba Yesu anarudi, Yesu anarudi hivi karibuni. Haya, huyo Yesu akirudi atakukuta wapi? Kama upo nje na madhabahu, upo nje na kanisa, na kila baada ya muda fulani unabadilisha makanisa, atakukuta wapi? Kama kweli wewe unaamini kwamba Yesu atarudi, atakukuta wapi? Ni kweli Yesu anarudi, je, atakukuta wapi mpendwa? Wewe unasahau kwamba yule anayekwazwa, Bwana anasema makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake yasababishaye. Ngoja nikusomea andiko ndugu yangu mpendwa. Ngoja nikusomea, ukisoma ile Luka 17:1-2 inasema hivi, akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Bwana anaendelea kusema, ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe kusagia, ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake akatupe baharini, kuliko kumkosesha mmoja wapo wa wadogo wawa. Yaani Bwana anatolea mfano, sio hata anatolea mfano, ametoa amri kwamba mtu yoyote, anasema makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake yule asababishaye. Anafaa fungiwe jiwe shingoni na atoswe baharini. Ndugu yangu, hiyo bahari iliyotajwa hapa katika huyo mtu ambaye analeta makwazo, sio bahari ya kuvulia papa au kibua, sio bahari ya kuvulia samaki, ni bahari, yani ni jehanamu ya moto, ni lile ziwa liwakalo moto katika kuzimu, katika jehanamu. Mtu anayesababisha yale makwazo, haijalishi ni nani, haijalishi ni mzee wa kanisa, haijalishi ni mgani katika kanisa, haijalishi wewe ni nani katika kanisa, maadamu unayasababisha makwazo, basi unafaa ufungiwe jiwe shingoni na utoswe katika jehanamu ya moto. Sasa na wewe kwa ukosefu wa neno ndani yako, unapokuwa umekwazwa, unakuwa unahisi labda hujatendewa haki, bila kujua kwamba kilichokuja kukuondoa pale kanisani sio tu yale makwazo, ila ni ile roho iliyoingia ndani ya yule mtu aliyekuja kukukwaza wewe.
Alafu unatoka umekimbia bila hata kupiga magoti kumwomba Mungu na kumwombea yule mtu aliyekukwaza ili abadilike. Uhitaji hata kumwombea, utaki hata kujishughulisha. Basi ushakasirika, umenuna, umevimba, wewe umeshajihesabia haki, unajiona wewe ni bora kuliko mtu yoyote, unahama kanisa, unaondoka. Matokeo yake ni nini? Adui, ndugu yangu, Bwana anasema katika ile Waefeso 6:12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Wewe leo unakimbia adui usiyemuona, hujui sababu iliyomsababisha yule mpaka anakuja kukukwaza wewe, hujui ile roho iliyoingia ndani ya yule mtu kuja kukukwaza wewe, itaingia mpaka kwa kule ulipoenda, itakufuata mpaka katika kanisa, hata wame makanisa 200. Ile roho uweze ukaikimbia kimwili, lazima ushindane nayo kiroho ukiwa pale pale kanisani. Kila unapokwazwa kanisa hili unakimbia hili, kila ukikwazwa hapa unakimbia hili. Sasa wewe ndugu yangu mpendwa, mwisho wa siku utajikuta umeingia katika makanisa ambayo sio ya Bwana. Leo unakuta unaingia kwenye makanisa ya kishetani, mwisho wa siku hata unyakuwa unakuja unakuacha. Bwana anasema kama unyakuwa utachelewa, kifo kitakuja kama mwivi kwenye maisha ya mwanadamu. Inawezekana kati ya unyakuwa au kifo kitakukuta moja wapo, mbinguni ngumu kuingia. Utoingia mpendwa, nakwambia kweli. Acha kuama makanisa ovyo ovyo, isipokuwa kwa sauti ya Mungu mwenyewe, isipokuwa kwa sauti ya Mungu mwenyewe. Lakini usiame kanisani kwa sababu ya makwazo, ni hatari wewe na familia yako. Usiame kanisa. Bwana amempa ole yule asababishaye makwazo. Anasema makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake yule hayaletaye. Leo wewe unakimbia ndugu yangu, unamtumikia Mungu gani usiyempenda? Kwa sababu kama ungekuwa unampenda Mungu, kama ungekuwa unampenda Bwana, usingelikimbia ile kanisa, ungetafuta namna ya kufanya ili sasa uendelee kwa pale madhabahuni pa Bwana, uendelee kumtumikia. Lakini makwazo hawezi kukutenganisha na upendo wa Mungu, hayawezi kabisa. Kwa mtu kabisa ambaye umezamiria kwamba sasa huyu ni Bwana Mungu wangu na nitamtumikia milele na milele, uweze kutoka katika hilo kanisa kwa sababu ya mtu fulani, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kumpeleka mtu mbinguni. Wote pale tuko tunaabudu ili Bwana atuonee huruma kwa neema ya Roho Mtakatifu, tujikute tuko katika ufalme wa Mungu. Wote ni wahitaji tunapokuwa pale kanisani. Hakuna mwenye sijui nani mwenye upendeleo. Mungu hana upendeleo mnapokuwa kanisani, kuanzia ngazi ya mchungaji mpaka mshirika wa mwisho, wote mnakuwa namba hii, wote mnakuwa kitu kimoja. Bwana hana upendeleo kwamba wewe utakuwa ni mchungaji, wewe hata ukitenda dhambi, hata ukiwakwaza wengine itakuingiza katika ufalme. Hapana. Wao wote pale tunapokuwa madhabahuni, wote tunakuwa wahitaji. Sasa mhitaji kwa mhitaji mnakwazana na wewe unaondoka. Uko timamu? Uko sawa? Bwana anasemaje katika zile amri? Bwana anasemaje katika zile amri? Ngoja nikusomea andiko fulani hapa, kwa sababu haiwezekani ukatolewa na makwazo katika kanisa. Wewe unakuwa hujampenda yule Mungu unayemtumikia. Bwana anasema chagua hivi leo ni nani utakayemtumikia. Na sababu nyingi inayosababisha hivyo vitu, mpaka hilo wingu linaingia makanisani, linawahamisha washirika, linawatoa huko, linawapeleka huko. Yaani ni kwenda kumtumikia Mungu na kuacha ufahamu wako nyuma. Yaani unaenda kumtumikia Mungu na akili zako umeziacha nyuma. Hiyo ni hatari bado. Ukisoma ile Petro wa kwanza 4, Petro wa kwanza 4 mstari wa 7, Bwana anasema mwisho wa mambo yote umekaribia, basi iweni na akili. Bwana anasema mwisho wa mambo yote umekaribia, basi iweni na akili. Kumbe uwezo kumtumikia Mungu kama una ufahamu, kama una akili timamu. Yaani kuna muda inatakiwa ukae ufikirie wewe mwenyewe, kwa nini nataka nimtenge Bwana? Kwa nini nataka niondoke kanisani? Lazima ufikirie kwanza. Kwa nini nataka nitende dhambi? Je, Bwana amesema usiue, amesema usizini, amesema mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Bwana anasema mwisho wa mambo yote tayari, basi iweni na akili mkesha katika sala. Mwisho wa mambo yote tayari, mwisho wa makwazo tayari, mwisho wa mambo yote tayari, mwisho wa makwazo tayari, mwisho wa kuoana kuoana umeisha. Bwana anasema basi iweni na akili, mdumu katika kukesha. Leo wewe unakimbia bila kutumia ufahamu, unakimbia kanisa hili. Wewe unafikiri labda naye kukwaza ni mtu fulani katika huduma. Yaani hujui kwamba ile roho imeingia ndani ya mtu, imekuna nini? Imefanya mpaka wanakondoa madhabahu. Target inakuwa ni wewe kuondoka katika ile madhabahu ya Mungu. Unapohama unahama na ile roho inazidi kukufuatilia mpaka inahakikisha kabisa umeachana makanisa, kwa sababu utakapozunguka kwa muda mrefu katika makanisa mengi, mwisho wa siku utaona sasa kumbe walokole wenyewe, yani mimi kwanza sasa na mimi
siendi tena kusali. Pale adui ndo anapopata nafasi na anacheka, vicheko vinakuwa vingi kule kuzimu. Kule jana wanashangilia sana, wanakunywa damu mpaka za watu kwa kujipongeza kwamba wamekuweza, kwa sababu sasa usali tena kwa kukata tamaa. Bwana anasemaje katika ile Mathayo 22:37? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Wewe Bwana umempenda kwa moyo upi? Nusu moyo, robo moyo? Umempenda kwa kumjaribu kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote. Kwa kumbe huwezi ukampenda Bwana kwa moyo wako wote na akili ukaziacha nyuma. Lazima hata akili zile zimpende, yani lazima ziwe kwa Bwana. Sasa unaenda kanisani na ukoka, akili unaziacha nyuma, roho unaiweka kanisani. Mwisho wa siku adui anapokuja anakushambulia. Lakini kama ungekuwa unatumia akili na ile roho wa Mungu aliyeko ndani yako, basi usingekuwa unapata majibu yaliyo sahihi. Kwa sababu wewe mpaka unaondoka kanisani, maana yake umehukumu. Bwana amesema mtu makwazo hana budi kuja, ole wake asababishaje. Sasa wewe unaenda kuchukua hatua kabla Bwana hajamwamulia yule mtu. Yaani wewe unakuwa mbele ya lile andiko. Kwa nini? Mpende